Mr. kujua udem anajua mahali tulianzia wenye tulikutana na anajua everything, unaona? So sitaki kuongea mingi kitu hiko. Wewe kwanza hebu toka na hizo vitu zako. Bro, jaribu kuuza udem, jaribu kuuza udem. Mimi siwezi fight ya dem, unaona? Siwezi fight ya dem bila kusema. Okay, bakini. Mimi kitu ya muhimu, let me go. Maua ulikuja nayo iko wapi? Maua ndio hii. Umeletewa maua ya Valentine Day. Hadi sitaki. Sasa hii ni nini? Imagine mtu anakuleta kitu kai. Hii sasa ni nini? Ni sawa. Hebu niambie hii ni nini? Utakuja kunitafuta but. Hebu kwanza toka. Sawa, acha bro, hakuna kutaenda hivi. Mtu aweza akachukua bwanangu 2 months, ajue watoto wanakula aje, rent nalipo aje. Na mbona hapa na wewe? Kuja hapa. Kwani si mtu hata anangojanga mtu aingie. Kuja hapa. Nani ameita mwingine hapa? Kama ni kumfukuza tumfukuza aende. Kama ni kumfukuza tumfukuza aende, si ndio? Sasa hiyo watu wako wananiuliza kwa wapi? Kwanza unaniambia. Vipi? Dada ni gani mazee? Johnson na Silva. Kawaida yetu ni kama kawaida. Tuko Mukuru wa Njenga. Mukuru wa Njenga ni Embakasi. Iko karibu na Kware. Ukiangalia huku penye tuko na msichana mmoja hapa ambaye mlimuona kwa loyalty test ya Elias Okuku na Magereza 254, si ndio? Mambo vipi? Poa sana. Nimekwambiaje? Nimekutafuta nikakwambia tuende sehemu, si ndio? Ulikuwa unajua sehemu nakupeleka? Asikuwa najua. Kuna mtu tunataka komiti sahihi, lakini usijali. Sawa. Unajua mimi nataka nikusaidie. Sawa? Sasa mkiona hivi, make sure you subscribe kwa Johnson na Silva. Nyuma ya kamera anaitwa Lamonike TV. Continue subscribing. Kawaida yetu ni kama kawaida. Acha nimpigie. Kuna mtu ameniambia tumtafute hapa saa hii. Usijali. Silvi Halo, mambo. Safi. Nimefika penye ulikuwa umeniambia. Niko kwa karibu na lami. Umefika kwa lami? Ningeenda wapi? Kama tope hiyo. Ndio niko nje ya matope. Ndio niko kama hii ya kutokea pipe kwenda chini. Hiyo. Sawa. Utanipata kwa gate. Oh. Basi utoke mbio. Twende. Utoke mbio nisije nikakukosa. Hapana, niko. Poa. Kumbe unajua ni alikuwa amenipea direction. Sasa na simjui vizuri. Mimi simjui, unajua. Mama ni mama anasimama hapa. Hebu mpigie tuone kama atashika. Sijui sasa. Mambo. Kuna kijana anaitwa Machapo, ni kwake ni wapi? Kuna mtu na wewe tumeongea kwa simu? Ndio. Mambo vipi? Niambie. Hapa ni kwa Machapo. Na alitoka 2 months ago akisema anaenda kwao. Hajaonekana? Hajaonekana. Sasa na si niambie ulimuona kwa video mmenitafuta? Nilimuona kwa video. That's all. Video ya nani? Yako. Umejuaje ni mimi? Umeniona sasa ndio umeniona. Nilisoma nikapata namba, nikaona nikupigie. Namba yangu ulipata wapi? Nilipata YouTube. Na sasa nilikwambia usikuje na kamera. Umekuja na kamera hii yote mpaka tena ijulikane. Lazima sasa, unajua kila kitu tunachokifanya kijulikane, siku unaficha, uongo hatutaki, unaona. Chenye kama umeniita kuniua, watu waone kweli ndio unataka kuniua. Siwezi nikaua mtu. Ni hiyo tu issue nilifanya nikuulizie kama ni real, cause mwanaume alitoka 2 months ago. Na ni mume wako? Na kuona amepigiwa simu, ashike simu. Umeona naye muda gani? 5 years. So, si hakuna mali tunaweza kitu tukiongea. Karibuni kwa nyumba. Ama utaki tujue kwako? Kwangu mnajua tu. Hakuna makosa. Hakuna makosa. Habari ya John? Salama? Si mbona unasema ni wapi? Ni hapa karibuni. Siingie ndani kwenda mwenye nyumba? Hapana, ingia, wageni ndio wanatangulia. Wacha bwana. Mbona hii ndio ulikuwa unangoja? Hii ndio unaumiza. Hii ndio umeniitia nikuja na yeye? No, hapana. Wacha. Hapana, hii ndio umeniitia. Hii ndio. Hebu acha nani kwanza?
Achana na unajua si pombo. Hii ndio umempigia kwa nyumba? Hapana, singempigia kwa watu. Kurudi hapa, acha kupigana. Ni nini mbaya na yeye? Hebu songeni huko. Nini mbaya? Simka mnyamazeni tuongee. Tunaongea nini? Itabidi tuende. Tunaongea nini? Tunaongea nini? Umemjua? Umemjua? Namjua. Hata nijui, amedi hata ajui kama ni nini. Namjua. Kaa chini kwanza. Kaa chini nikwambie. Mimi umeniambia kilo safi nikakuja kama mwanaume. Si nimekuja tu kukuletea mgeni. Si umeniambia unataka kujuana na yeye, umuombe msamaha. Wewe unataka kujua. Huu ndio msamaha unamuomba? Yeye ndiye nafaa niombe msamaha. Umeniudi. Ninafaa mwenyewe niombe msamaha. Mtu aweza akachukua bwanangu 2 months, ajue watoto wanakula aje, rent inalipwa aje. Na mbona hapa wewe? Kuja hapa. Kwani si mtu hata anangojanga mtu aingie. Kuja hapa. Kwani ulikuwa umekaa na mwanaume wenyewe kwa nyumba? Wenyewe nini? Kwanza ningejua hiyo Kaa hapa. Anajua watoto wanakula aje. Kwanza wewe mama unaanzaje kunipigia kwako? Mimi sikujua nini naitwa hapa. Mimi nimemwambia kuja nitapeleke sehemu, unaona? Tutembee kidogo nipeleke sehemu. John Cena, hii ndio umenitia. Yeye ndiye ameniambia nikuje na yeye. Siwezi kaa hapa nikiangalia hizi vitu zikifanyika. Mnanitoa all the way huko kuja hapa kupigana. Mtu huwezi ukajua mtu. Mimi niko na watoto 3. Hakukwambia mtoto inafaa wakule, inafaa wasome, inafaa rent ilipwe. Hata kama inafaa ilipwe. Unajua we live to share. Kwa hivyo uko ready kushare na bwanake? Siko ready. Hakuwa ameniambia ako na wife. Unaona? Ingekuwa poa kama ameniambia ningemuelewa, lakini huyu badala akuje Ngoja. Kwanza naweza. Nikuja tufanye nini? Nini? Nikuja tufanye nini? Unajua umeniita hapa. Unajua ni vizuri kusameheana. Ni vizuri kusameheana mami. I'm sorry kwa kukuja na pole. Tukae tu chini. Nani ameita mwingine hapa? Kama ni kumfukuza tumfukuza aende. Kama ni kumfukuza tumfukuza aende, si ndio? Sasa watu wako wananiuliza kwa wapi? Kwanza unaniambia. Acha kupigana. Mtu aweza akakuja kuniongeleshia ujinga kwa nyumba yangu. Kwa nyumba yangu nani ameita mwingine hapa? Hata yeye mwenyewe ni malaya. Unaweza itaje mwanaume alale na wewe kwa nyumba ya bwanako? Bwana gani? Sienda. Nikuulize unaitwa nani? Hatukujui majina, introduction hatujapeana. Naitwa Aisha. Aisha Mwanaisha. Mbona unapigana? Wewe ni Muislamu. Saa zingine unatupilia imani mbele, imani nyuma. Mtetee ndio imani iko nyuma. Wacha iende. Huko madarasa, ni madarasa. Kwanza bwanake mwenye anatuambia bwanake ni mgani? Mimi aliniambia ana bibi, ana watoto. Wewe uone kofia hapa kwa meza. Hii kofia ni ya bwanake, ni ya bwanako. Hii ni huyu ni Muislamu. Muislamu bandia ama? Ni wapi? Kwanza mmeniita hapa kufanya? Unajua mimi ningekuwa najua nizi naitwa singekuja by the way. Nilikuwa job. John Cena ukinipigia simu nilikwambia niko wapi? Sijajua. Kwa nini hujajua na umeniita hapa kupigana? Na tumejuana na wewe juzi ya siku ndio tumejuana. Na hujasema bagi ya wewe kwanza. Na nipigie kwa nyumba yangu. Tafadhali unapigana sana. Acha tuende vita. Hebu niache. Tuende vita sasa. Unajua mimi sitaki kupigana, mpigano. Unajua huyu nikimwachia atakunyoresha vibaya huyu. Mbenye nimemwona. Sikatai lakini nikimwachilia hivi tutengeneze maneno. Wale nikimwachilia hivi anakuua. Vile nimemwona. Haina shida lakini mtu anaitanga mwingine watengeneze maneno. Si kuanza kufight. Mbona ananiingiza kama ananifaitisha? Lakini nani ameanza kupigana? Nani baadaye ameanza kupigana? Si ndo ameanza kupigana. Nani kwako? In fact sikuwa najua na kuja hapa. Haja tu. Mimi sikuwa najua, nilikuwa nadhani uko na heshima. Kumbe heshima hamna. Hata una foto hiyo kitambaa, umevunja record. Hata hiyo kitambaa ameharibu Uislamu. Mama toa kofia. Mwambie. Siwezi tu. Mbona una fight? Niko kwangu. Na venye mnajifanyanga mko na heshima. Niko kwangu. Heshima gani mko nayo? Heshima na wewe heshima gani ya kuchukua bwana wenyewe? Mimi sikujua ni bwana wenyewe. Na ungemuuliza. Kama umeuliza mtu, in fact yeye ndo alikuwa analia shida, mimi ndo nilikuwa namsaidia. Alikwambia hivyo? Hiyo pesa unakulanga unajua inatokanga wapi? Mimi ndo nampeanga. Sasa mwanaume akuje kwa nyumba mwanamke.
Inamaanishaje John Cena ana uwezo, si ndio? Alafu ingekuwa umenipata kwako ingeeleweka, lakini alikuja kwangu kufanya. Kwanza si angesema ako na familia. Sasa mbona uitikie mwanaume akuja alale na wewe kwa nyumba yako na uko na bwana mpaka bwana aliniambia amefungiwa keja. Aliniambia ana pa kukaa. Mumewahi fungiwa hapa? Hapana. Hapa ndo mnaishingi naye? Muda gani unasema hajapatikana, hajaonekana miezi? 2 months. Miezi miwili hajaonekana. Na kwako amekaa miezi mingapi? Amekaa yeye pia mimi hadi simuelewi. Jua alikuja hapo akiniambia amefungiwa nyumba. Mkakaa naye? Tukakaa naye. Hadi nilikuwa namtafutia job. Naona nilikuwa namtafutia kazi afanye akijishikili. Juu yenyewe haingekuwa poa na mwacha kwa nyumba mimi nikienda job. So sikujua kuna bibi. Juu ningejua kuna bibi ningemtoa mbaya sana. Sasa ndio maana na mimi nilikuwa mjanja, nimekuja na wewe ujionee waachane na bwana wao. Na mbona anaanza vita? Ananipiga aje? Hiyo ndio bado tunasielewa bado. Ananipiga kwa nini? Mimi sikujua kuna bibi. Ningejua kuna bibi, singefanya hizo vitu nilikuwa nafanya. Na ujue watu waliona hiyo nini? Hii video waliona hapo. Unafaa uongeleshe kwanza, uombe msamaha. Na uombe huo msamaha kwa kukaa na bwana yake. Mimi sikujua kuna bibi. Mtu mwenye anafaa ombe msamaha ni huyo bwana yake. Muuliza kwa wapi? Bwana yako? Wewe ndio ulikuwa na yeye. Mimi sikuwa na yeye. Si alikuja akatoka na akasema naenda. Sasa wewe nafuu peane bwana mtoto wenyewe penye ulipeleka. Ako? Bwana mgani? Mimi sina hata bwana tafadhali. Hata sijafika umri wa kuwa na bwana. Alikuwa tu amekuja kujikinga mvua na nikamsaidia. So wewe pambana na hali yako mama, utafute bwana wako. Na sitaki kushinda nimesimama hapa na kupigwa kwa wenyewe. Mimi sijaibia mtu hapa. Siwezi kuwa na gongwa hapa. Imagine nimetoka job, nimeomba ruhusa naenda mahali fulani nimeitwa. Alafu kumbe naletwa kupigwa. Hiyo ina react aje? Mimi sikuwa natarajia kama unaweza pigana. Wewe umeniambia njoo. Umeona video yangu kwa YouTube ukachukua namba yangu. Ukanipigia. Ati nikuje iko na issue, unataka nikusaidie kitu, nataka nikusaidie. Hivi ndio hizi ndio ulikuwa unataka nikusaidie. Silva, hata wewe. Wewe. Ningejua ni hivi singekuja. Wewe utaitikia ukae na mtu karibu mwenye anakuharibia ndoa yako. Nani anakuharibia huyu? Nani anakuharibia? Ndoa gani? Unajua nini? Mimi hata sikujua uko na bwana na sikujua uko na bwana. Bwana wako angekuwa anakupenda, angeenda kwa huyu. Hiyo ndio kitu ya kwanza nakwambia. Mbona alikutoroka? Unafaa ujiulize maswali, mbona alikutoroka mama? Jaribu kujiuliza. Na uongee na bwana wako, ache ujinga kusema amefungiwa nyumba. Na kona bibi na watoto. Imagine. Anasema yeye ni askari. Askari mgani? Wa wapi? Wa msituni. Kama? Si aliambia magereza yeye ni askari. Askari wa wapi? Wa forest. Yeye ni askari. Hapana. Nyasa la tu. Si askari. Kuuza nini mayai? Kama? Wewe vile mlitongozana naye kukuambia. Mimi aliniambia ana job na nikafanya tu kumsaidia. Sikuwa najua ni askari. Askari wa wapi? Hadi nilisikia hapo. Sasa yeye alienda kwa huyu ni kama tu ni kupewa miti tu. Sijui kama unanielewa. Nini? Hakuna cha mti. Kwanza toa hiyo kitambaa. Unajifanya Muislamu hapa na unajifanya kwa. Hebu muone kwanza. Hebu niangalie kutoka chini hadi juu. Mimi nataka kupigana na wewe. Nafaa kupigana na wewe. Na mimi unajua uchungu wa kuzaa. Na mwanaume. Watoto 3 wote. Nikupe utalea. Utalea nini? Walete nitalea. Lakini ni venye tu bwana wako hana job. Angekuwa na kazi ananifanyia kila kitu. Ningelea watoto. Na si ndio nataka mwende mlea watoto wote. Ulete nani? Mimi mwenyewe sina hata mtoto nikulele mtoto. Ndio na sababu unaniambia ni kuangalia juu mpaka chini. Unajua majukumu ya watoto 3, fees, kulipa chakula. Mimi hakuwa ananipea doo zake, ni mimi nilikuwa na provide. So kumaanisha yeye ndo anafaa. Mimi ndo nafaa niongee kwanza juu alini waste time. Alifanya nikosane na boyfriend yangu. Kwa hivyo hiyo siku nimekupata kwa nyumba, boyfriend wako ni magereza. Na huko na mwingine zaidi ya mume wa huyu. Huyu kwanza haikuwa tutafikishana hapo. Juu nilikuwa tu namsaidi. Accidentally huyu akaingia kama analeta hizo surprise zako. Unaona? So ni kama nilijaribia pande nyingine. Na ni kama yeye alikuwa anakushuku pia. Ni kama ama mimi naona ni kama ilikuwa setup. Setup gani? Wewe ndio mwenyewe ujielewi pia wewe. Sijielewi kwa nini? Mimi najielewa. Najifahamu. Lakini kwa wenyewe kwa nyumba. Kwa wenyewe gani? Si yeye ndo alikuwa kwangu. Mbona umekaa naye kwako? Nilikuwa namsaidia juu alilia shida. Sasa kulia shida inamaanisha mwanza kulala na yeye. Kulala na yeye nini? Hiyo vile mlipatikana. Unataka kuniambia kuna kitu ilikuwa imehappen? Kwani kitu ikihappen nini mbaya na hiyo?
Kuna ubaya gani happen? Ndio nakuuliza. Mimi kwanza sifai kuwa nimesimama hapa tunapiga ma story. Kama ni story tupige huko nje. Kwanza sitaki kuonekana hapa. Na hiyo kitu ya ku happen ni kitu gani yani inge happen kwa sijaelewa vizuri. Wewe unataka kuniambia surely upate watu wamejifunga only Masai shuka kwa nyumba. Half naked. Kitu gani ina happen hapo? Unajua hapo naweza kuwa maybe alienda kuoga. Hapo kwani kulikuwa na maji, naweza kuwa maji. Kwani wanaenda kuoga wote? Kwa nini mbaya tukioga? Ubaya gani kwa hapo? Kuna ubaya gani? Wewe ulimpata akiwa peke yake ama akiwa vajo? So ulimpata kama amebrekiwa. Hebu acha kwanza kunisimamisha hapo na niuliza vitu za ujinga za John Cena. Mimi naishia. Sitasimama hapa kupigwa. Kwanza umenitoa job na kuja kupigwa. Wewe unajua nilikuwa naenda wapi? Ama nafanya shughuli gani? Unajua hiyo ni heshima ndogo. Mimi sijapenda by the way. Wow. Watoto wote nawaletea. Mwende msaidiane kulea na yeye. Unaletea nani? Wewe. Kwanza nishahama penye nilikuwa utanipata. Utanipata wapi? Unajua umeona makosa uko nayo? Sina makosa. Wewe umeona makosa uko nayo? Mimi sina makosa. Mtu akininyang'anya bwana nje ya makosa. Labda umtunzi vizuri. Unaona? Hii miaka 5 nimekaa na yeye nje ifike sasa hivi naone simtunzi vizuri. Hao watoto nimezaa na yeye wote. Labda ilifika sehemu ukapunguza. Nikapunguza nini? Ama ukaanza kusema umechoka. Hivyo ndio wanume mko. Sisi nikasema kitu wanume wanakuanga hivyo. Na huyu mbona anasema ana makosa na ako na makosa? Hakuna makosa. Makosa gani? Niko na makosa gani? Hebu niambie niko na makosa gani? Niko na makosa gani? Kusaidia mtu ni makosa. Uko na boyfriend? Na una cheat. Si cheat, aliomba msaada. Hiyo ingine nimeshaika kano niseme labda huko unajua kama ameoa. Hiyo sawa. Sikuwa najua kama ameoa. Jua kuniambia. Na mbona una cheat magereza? Kwanza ingekuwa poa kama angekuja hapa. Na magereza hiyo siku sijui ni siku ngapi hapo nyuma alikuwa ametumia 5,000. Alinitumia. Sikatai alinitumia. Na mbona unasema uko na kazi unatafutia mume huyu kazi? Si nilikuwa najaribu venye hawezi kuwa idol kwa nyumba. Najua ukiwanga idol na niliona ni kama ako na stress, nikamwambia aje. Fanya ukikaa hapa mimi nikusaidie. Lakini ukipata bahati upate job ni sawa. Sikuwa najua ako na bibi. Imagine amefanya nimekusana na ule. Mimi historia yenu unajua imenishinda. Sijui nitawasaidiaje mimi. Labda tutafute watu wakubwa tuzidi umri watusaidie. Watu gani? Wakubwa gani? Maneno inaishia tu hapa. Sijui basi malizaneni wenyewe. Tumalizane nini? Malizaneni maisha. Hakuna kumalizana. Unaona sasa. Mimi nimewaacha. Sio umesema imaliishi hapa. Mimi nimekuacha. Hakuna kuniacha na nabaki naye. Kwanza namtafuta kukaa naye. Mimi. Sasa unaona. Mimi nimewacha malizani. Sasa sema malizani. Mimi chenye si umeniambia nikuje. Tena nataka kuondoka. Shida ni hii mama Amina. Huyo dema amechukua bwanangu. Tu wazie tu. Unajua elezea majirani wako unaweza onekana wewe ndio mbaya. Huyu msichana kwa wapi? Huyu ametoroka. Unaona? Huyu uliza tu majirani, eleza majirani. Eleza majirani. Ama unataka kumfuata? Hapana. Hapana. Azenio msichana amechukua bwanangu, wamekaa naye tu good month kwa nyumba. So kumuita hapa ananiongelesha vibaya. Sasa unajua pia wewe umemwongelesha vibaya lakini najua ni hasira. Eleza majirani kama unaweza kukusaidia. Sasa hii yeye mwenyewe ajibu bwanako iko wapi? Mimi sitaki kujua. Penye walikutania wacha ndio malizanie huko. Unaona majirani unaona wenye anapea advice huyo msichana anasema ana watoto 3. Hata majirani wenyewe wameshangaa. Unaona? Mimi nishamaliza kazi yangu. Majirani wenyewe wameshindwa kusaidia. Kuna vijana mnaweza msaidia huyo msichana? Mpea advice na anaonekana ni msichana mdogo. Bwanake hajaonekana miezi 3 kwa nyumba. Kuna cha kumwambia. Na vile mmemuuliza mmeshout vizuri, jirani mama yake Amina nini? Msichana ametoroka. Ameenda. Cheki.
Mimi nashukuru sana. Nashukuru sana. Nitoroke bwana. Cameraman wangu tutoroke bwana. Sasa hii kazi ni ngumu, make sure you subscribe. Na kawaida yetu ni kama kawaida. Je, huko Nairobi unatafuta studio ya kufanya music? Kido Records na kupea offer ya kufanya quality music plus video. Yo wasanii wenye si wasanii wenye unafanya jingo nini pull up kufanya kazi pale Kido Records Don Home like near to Greenspan Mall, tuko hapo ndani. Wewe 0799 433 135 99433 Kido Records, man. That's the shit.